الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد, tumepumzika kidogo kwa muda, kwa hivyo tunarejea tena katika darasa zetu za tafsiri, na tulisimama katika surati al-Hajj aya ya 54 aya 54. Kwa hivyo hata aya 55 tulielezea. Kwa hivyo wacha tupitie hizi aya mbili tatu hizi tulipoacha, ili alafu tukamate aya ya leo 56. Aya ya 54 ilipokuja, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. عرفت كيسوما آية 55 فيها ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Kwa hakika tushaelezea kwa virefu, lakini tujue kwamba aya hii, kabla tujisoma hii aya leo, almulku yawmaidhin lillah yahkumu bainahum walladhina amanu wa amilu salihati fi jannati naim. Tumesema kwamba aya hizi, tukitizama aya 55, wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin, wamo tu waliokufuru, la yazalu, hawatoacha kuwa katika nini? Mirya, kuwa na wasiwasi kuwa na shaka, shakin, miryatin, riba. Maneno matatu haya yana maana moja. والاستعمال لا يزال دلالة على الاستمرار, kitu cha kuendelea, dalili ya kuonesha kitu cha kuendelea. La yazal, kitu cha kuendelea. Kuendelea katika nini? Tashkik, katika kutia shaka na kuwa na wasiwasi. Fi miryatin. Kwa hivyo aya hilo kuja, wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu, na ilipokuja neno minhu hapa, kama tutakwenda juu tukatizama, liyaj'ala ma yulqi shaitanu fitnata alladhina fi qulubi marad wal qasiyat qulubuhum. Shaitani ambayo na kabla aya yake, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idha tamanna, yani tuposoma alqa shaitanu fi umniyati, ukawa kambabaisha katika usomaji wa Qur'ani. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anapothibitisha katika nyoyo za waumini fayansakhu Allahu ma yulqi shaitan, inazungumza ni Qur'ani hapa. Mwenyezi Mungu huondoa yale yote asiingie katika kauli ya Allah ya Qur'ani. Unaposoma Mwenyezi Mungu humbaidisha. Ndio kwa maana tukaambiwa ukisoma Qur'ani fasta'idh billah minash shaitani rajim, mjikinge kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hawa ndio inakuwa fitna lilladhina fi qulubi marad. Kwa hivyo unapokuja ukakuta neno hili wala yazalu alladhina fayuminu bihi fatukhbita lahu qulubuhum, wakaamini yale maneno ya Mwenyezi Mungu, nyoyo zao zikawa na unyenyekevu na khashya na utulivu. Fatukhbita lahu qulubuhum. Kwa hivyo, na hii ndio hidayah ya Mwenyezi Mungu,
wa inna Allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim, anaongoza katika sirati mustaqim, njia iliyonyoka. Lakini sasa ndio wasema wala yazal wao tu waendelee katika nini, wala yazal alladhina kafaru fi mirya, fi shak, fi mirya, fi raib. Na Qur'an la raiba fi hudan lilmuttaqin. Wanapokuwa katika firia minhu, ndio wakatafsiri watu minhu. Tafsiri ya mwanzo waliopewa ni Qur'an, kwa sababu yanataja juu Qur'ani, ambapo shetani jaribu kuchochea kati ya watu maneno akawakosea, wakawafanya nini watu vipi Qur'an nasema hivi, yani mnyama ani shetani huwatia shaka watu, akane kwamba Mwenyezi Mungu ameharamisha al-mauta, aliuliwa Mwenyezi Mungu haramu, wewe unaochinja mwenyewe halali. Unatazama maneno na mengi kama haya, shetani yeye kanapulizia maneno wale wasioamini, wakawa na shaka, ribatan na mirya na shaka, maana kiko shaka. Ndio hapa akasema wala yazalu alladhina, wapo tu katika kuendelea, wala hatuacha makafiri fi miryatin minhu, min alquran, minhu min sidq an-nubuwah, sidq an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala nabii, ukweli wake. Minhu min Allah, kuwepo kwa Mwenyezi Mungu. Akasema wala hakuna Mungu, hakuna chochote, hakuna kiama, hakuna mtu kafa basi, minhu. Kwa hivyo ikaja tafsiri minhu mambo chungu zima, lakini zaidi iliyokuwa mbele al-Qur'an al-Karim. Wengine wakasema au inaweza kuwa minhu min kile min ma yulqi shaitan, yale anaweka shetani katika nafsi zao basi wanakuwa na shaka nayo, kwa kutilia mkazo ile wakawa wanapinga ukweli wa mambo. Kasema shetani, maana shetani hapa kuna shetani, mimi tunaona kwamba hii sivyo, haiwezi kuwa. Kwa hivyo Qur'ani si maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema hata wataendelea mpaka siku ya kiyama, hata taatiyahumus saa, mpaka itajia saa. Na saa kuna walosema ni Badr, vita vya Badr, au wengine na zaidi na uzito, saa ni siku ya kiyama. Hata taatiyahumus saa, hata taatiyahumus saatu baghtatan, faj'a, ghafla itajia. Wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an yatiyakum من قبل يأتيكم العذاب وأنتم لا فيك كجزيل عذاب ثم لا تنصرون، أنتم فتكم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، فتاني yale yalikuwa mazuri yaliyoshushiwa kutoka kwa Mola wenu, min qabli an yatiyakum al-adhab baghtatan, kabla ya kujeni adhabu ghafla, wa antum la tashurun. Hii dalili kwamba ile kuja kwa ghafla kwake haraka bila utashtukia ghafla, hamtohisi, antum la tashurun, hamwezi kuhisi. Kuna ndio kiyama kitapokuja faj'atan, adhabu تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم, au ikawajia adhabu ya siku tasa. Tumesema kwa wale ambao wanasema kwamba hii saa bi maana nini ni saa ni yatihum adhabu ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى نيني تأتيهم الساعة. وكسم الساعة إلى الساعة يسيكو يعني في تبا بدر يتريكم نسابة katika Ramadhani ya mwaka wa pili hijri, ambao sanadidi Quraysh, vigogo wa Quraysh, Abu Jahil na wenziwe wakubwa wakaanguka pale. Au yaatiahum adhabu ya kifo chao, na kuanza safari ya adhabu ya milele dakika ile baada kufa kwao. Kwa hivyo hakuna yatim adhabu yaumin
aqim. Tunasema yaumin aqim, aqim bimaana tasa, mwanamke asizaa tasa, au rihin aqim, upepo usoleta matunda yote, karibu ardhi yote na mazao yote yakaribika. Rihin aqim. Al-uqm, kutokuleta natija ya nini? Ya kuendelea kwa jambo. Hawa watu waliokufa siku ya Badr, yaum adhabu yaumin aqim, siku hiyo hatuiona usiku wake, wameshakufa. Haitozaa siku ile, siku nyingine haitozaa mchana wa pili wa siku ya pili, yaumin aqim. Na kwa hivyo wanasema Badr ambayo haina uzito kama kwamba hii saa bimaana siku ya kiyama. Kwa hivyo wanasema yaumun aqim ni siku ambayo yanqati fi alkhair, hukatika kheri zote kwa wale watu waliokufuru, walmukadhibina, na wenye kukanusha. Fala yarawna alkhair qat, hawataiona kheri abadan, moja kwa moja. Adhabu na suu wa shar ndio itakawakumba wakawa katika hali hiyo. Wasuu yuhitu bihim, itawazunguka kila pahala, kila aina uovu na adhabu kali. Subhanallah. Kwa hivyo walosema kwamba hii ni siku ya kiyama, yaumun aqim ni yaum, siku ya kiyama, wanachukua dalili gani? Dalili ya aya inayofuatia, aya 56, almulku yaumaidhin. Yaumaidhin ni yaum, idhin ambayo inaelezea siku iliyotajwa kabla. Siku gani hiyo? Yaumun aqim. Na kwa hivyo ilivyokuwa aya hii inazungumza siku ya kiyama, almulku, ufalme, yaumaidhin, siku hiyo, lillah, uko kwake yeye tu Mola. Almulku yaumaidhin lillah, ufalme wote yaumaidhin, siku hiyo, lillah, utakuwa wake Allah. Yahkumu bainahum, akipitisha hukumu yake baina yao, atahukumu baina yao mwenyewe. Kwa hivyo almulku yaumaidhin inaipa uzito sio siku ya Badr, vita Badr, bali siku ya kiyama yenyewe, siku ambayo itakuwa yaumaidhin. Siku hiyo hukumu yote iko kwa Mwenyezi Mungu, ufalme wote uko kwa Mwenyezi Mungu. Almulku yaumaidhin lillah, almulku yaumaidhin lillah, ufalme siku hiyo utakuwa wake Mola peke yake. Limanil mulku lyaum, atauliza wakati tulipopigwa baragumu la mwanzo, wanufikha fi sur fasaika man fi samawati man fi al-ard, wakaanguka wote dead mkufa, ila man sha Allah. Asema wakati huo utapita 40, sio 40 miaka au karne, yaani Allah wahdahu alam. Atauliza Mwenyezi Mungu, wako wapi? Wako wapi? Jeuri zao ziko wapi leo? Aina aljababira, aina almuluk, wako wapi wale ashabu sulta walikuwa na pawa na wakifanya wanavyotaka? Aina almuluk wa abnau almuluk, na watoto wa falme. Hakuna anayejibu, kimya. Inapokuwa hakuna jawabu, anajibu mwenyewe. Limanil mulku alyawm lillah alwahid alqahhar, lillah. Na tazama fasila kila aya mara nyingi hutaja sifa mbili mbili za Mwenyezi Mungu, za kuanzia Ghafur Rahim,
Tawwabur Rahim. Hapa imetajwa nini? Lillahi alwahid alqahhar. Liman almulku alyawm, mfalme wa nani leo? Lillah, wake mwenye Allah. Sifa gani imetajwa? Alwahid. Kwa nini wahid imetajwa hapa? Kikao kafikiri, kwa sababu angelikuwa wawili, basi bwana, lao chukua rai yangu, rai yako wewe peke yako, mimi nasema tusimwadhibishe. La, mimi nataka kumwadhibisha. Utakuwa mgongano. Law kana fima aliyatu illa Allah la fasadata. Ndio kuna Mwenyezi Mungu katika ulimwengu, mbingu na ardhi, mwingine ghairi Allah, pakifisidika kila kitu kinaharibika. Unataka jua, unataka mvua, unataka baridi, unataka joto, unataka usiku, unataka mchana. Kwa hivyo kila mmoja anataka. Idha dhahaba kullu ilahi bima khalaq. Kila mmoja basi mimi nachukua ufalme wangu, kana wako. Tuone utaendelea vipi. Astaghfirullah. Hakuna illa Allah wahid basi, mwenye amri yote. Alwahid ina maana kwamba anayetasarraf kwa kila jambo ni yeye. Alqahar, mwenye kulazimisha jambo atakavyo, wala hakuna anaweza kwenda kinyume na maamrisho yake. Kwa nini? Kwa sababu yeye huwa alhayy wa huwa alqayyum. Yeye ndio hai daima, ndio kaumba ulimwengu wote na akasimamia kila kitu. Kwa hivyo madha kaumba mwenyewe, akasimamia, akawapa riziki watu, akawapa neema zote. Kwa hivyo ana haki ya nini? Ya kuwa yeye alqahar, mwenye kuamrisha atakavyo, na hamrishi ila kwa uadilifu na kwa fadhila na kwa rehema na kwa kila kitu. Na ndio kwa maana hata katika kuhukumu na hukumu kwa rehema pia Mwenyezi Mungu. Rabbi samawati wal ardi wama bainahuma arrahman la yamlikuna minhu khitaba. Hakuna mmoja anaweza kusema neno siku hiyo. Yauma yaqumu ruhu wal malaikatu safa, watasimama ruhu na malaika wote kwa mstari. La yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman. Hajatumika Allah hapa kwa nguvu zake za uluhia, la, kwa rehema zake siku hiyo. Sifa ya rehema ndio itakayofanya kazi kubwa siku hiyo katika yahkumu bainahum. Almulku yawmaidhin lillah. Kwa hivyo tujiulize, kwani siku zote si mfalme yeye? Si yeye malik? Almulku yawmaidhin lillah, au si siku zote au siku hiyo tu? Kwani mwanzo hajawa mulku yake? Naam, ufalme ulikuwa wake. Almulku huwa daiman almalik wa huwa daimun malik. Malik yaumiddin wa maliki yaumiddin. Malik mwenye kumiliki, wa maliki ni mfalme, na yote maana moja. Kwa hiyo kuna qiraa malik yaumiddin wa maliki yaumiddin. Na Mwenyezi Mungu anataka tuisome hii kila mara, tujikumbushe kwamba yeye ndio mwenye kumiliki siku ya malipo, yaumiddin, siku ya malipo, na yeye ndio mfalme wa siku ya malipo. Mtu akipunguza kutaja kauli hii, basi mara 17. Akisema pamoja na sunna ni murataba ya raka 12, yeyote anasali raka 12 min ghairi faridha, sunna min ghairi faridha, illa bana Allah lahu baitan fil janna, au jengewa nyumba ya peponi. Nyumba hii matofali yake raka 12 za kila siku za sunna, kama ilivyokuja katika hadithi ya Habiba Ramla binti Abi Sufyan. Alielezea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye ni mke wa Mtume, mmoja katika ummahatil mu'minin, ummul mu'minina, Habiba Ramla binti Abi Sufyan. Hadithi hii anaelezea kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, yote anayesali raka 12 sio za fardhi, Mwenyezi Mungu mjengea kasri peponi. Kwa hivyo ukichukua raka 17 kwa maliki yaumiddin, mara 17 utaja, alafu ongeza 12, 29. Ongeza nini na tahiyatul masjid kama unaingia ukasali. 17, 12, 29. Sala 5 2 2 za 10, 39.
njoo kiamu leo 11 yani binadamu si chini ana mnyenyekevu na anayependa kusali akaingia katika mulaqati rabbih wa yukallimu rabbah, anamsemeza Mola wake katika sala. Ukitaka kumsemeza Mola wako ingia katika sala, uombe unachotaka. Basi huyu mtu si chini ya mara 40 kwa siku anaisoma Maliki Yawmiddin, bali anaposoma mwenyewe, anaposoma Qurani mbali hasa hii yote dalili kutaka kuutia ile kauli kwamba yeye ndo mfalme. Lakini sasa ilipokuja kwamba kwa nini iwe siku ya kiyama, almulku yaumaidhin, kwa nini alipo dunia kabla kusimama kiyama hajawa mfalme? La, kwa sababu alikuwa na wafalme wa bandia. Ule falme umetoweka sasa. Almulku yaumaidhin, mfalme wenyewe hasa ndio inaitamana hapo ule mfalme wa mtu aliyesema ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mola wenu mkubwa, akajidanganya kwa ghururi yake. Ule ufalme akasema ana uhi wa umiti, kama Namrud alivyosema Nabii Ibrahim au kama alivyosema katika surati Ghafir Firaun kasema nini kasema nini? Kasema ma urikum illa ma ara, yani sikupini rai ila ile rai inayoona mimi ndio sahihi. Ila ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad, mimi sikuongozeni ila katika njia ya uongofu. Unajuaje uongofu wa Firauni? Kwa hivyo kasema nini? Au akasema pia ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sijui kwamba nyinyi mna Mungu ghairi yangu mimi. Kadeclare mara mbili, ndio kwa maana fa akhadha Allahu nakala al-akhirah al-ula, kamkamata kamtia mbaroni akamadhibisha kwa mara mbili aliyosema ana rabbukum ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Kwa hivyo miungu ya bandia, mitume wafalme wa bandia hapa siku yao imeisha. Almulku yaumadhi, ule ufalme wenyewe hasa lillah, na anapopitisha hukumu yake ufalme wake peke yake, utaona watu waliposimama khashi'atun absaruhum, macho yao kutazama kwao kutazama chini siku hiyo, kimya. Wa khasha'atil absar wa anatil wujuh lilhayy alqayyum, nyuso zote zitainama chini kwa kuona haya na udhalilifu na kuogopa. Siku hiyo siku pevu sana, siku kubwa sana hiyo. Udhalilifu utajaa. Hawezi kusema ile batili yao walikuwa wakisema duniani kwa jeuri na kibri na kwa majivuno, kwa sababu alhaqi mshasimama. Kwa hivyo batili yote haitosimama, haitoweza kutamkwa siku hiyo, kwa kila mmoja atakuwa anaogopa. Yale alikuwa akisema duniani yamekwisha, yuko katika ufalme wa Mwenyezi Mungu siku hiyo. Walahul mulk, Mwenyezi Mungu anasema ufalme wake mwenyewe, na kama tulivyoona katika aya inasema nini? Walahul mulku yawma yunfakhu fi sur, katika An'am 73. Walahul mulk, ufalme wake almulku yawmaidhin, la sio walahul mulku, ni ufalme wake yawma yunfakhu fi sur, siku tufuulizwa katika baragumu. Yeye alimul ghaib wa shahada, mwenye kujua ya ghaibu na mwenye kujua kuonekana. Wa huwa alhakim alkhabir. Naam. Kwa hivyo tunaposema hapa kauli hii almulku yawmaidhin lillah, ina maana kwamba siku hiyo mahkamatul ulya, mahkama itaposimamishwa siku hiyo, itakuwa yeye ndio mwenye kutasarrafu kwa kila atakavyo. Yahkumu bainahum, baina nani? Baina watu, baina walioamini na wasioamini, baina makundi yote. Yahkumu bainahum, na Mwenyezi Mungu
anapohukumu baina yao siku hiyo, mahakama yake ina sehemu zote zile kama zilikuwa duniani. tuqamu almahkama qadhiha rabbuna subhanahu wa ta'ala, qadhiha rabbuna jalla jalaluhu, yeye ndio atakuwa mwenye kupitisha hukumu yake. Arkanu alhukm zote zitakuwepo, atakuwa mwenye kutuhumiwa, mwenye kuleta shakwa yake, almutahimun, watakuwepo mashahidi siku hiyo. Ushahidi wote utakuja katika vitabu tulivyofunuliwa, na ushahidi watakaoleta malaika walikuwa wakiandika kila kitu. Shuhada watakuwa wao, bali mashahidi mili yao kama alivyosema, ya Rabb, tuachie sisi wenyewe tujihukumu nafsi zetu, wewe mwadilifu, wewe hivi. Haya, utafungwa mdomo. Alyawma, Mwenyezi Mungu alyawma anasema nini? Nakhtimu ala qulubihim, ala afwahihim, astaghfirullah. Alyawma nakhtimu ala afwahihim, tutafunga midomo yao. Watukallimuna aidihim, itayotusemeza mikono yao. Watashhadu arjuluhum, miguu yao itakashuhudia kila hatua na kila pahali walipokwenda. Bima kanu yaksibun, kwa wale walikuwa wakiachuma. Waqalu lijuludihim, na hapa ndio pale tupokwenda katika surat Fussilat, tukatizama zile aya 19, 20, 21 ilipotaja. Aya inasema nini katika surat Fussilat? Wa yawma yuhsharu a'da'u Allah ila an-nar fahum yuzaun, watapofufuliwa katika moto na wakagaiwa kila sehemu kwa mujibu wa amali zao. Hata idha ma jauha, wataposogezwa sasa kutoa ushahidi wao katika mahakama, kutoa lawama zao, kwa sababu waliposema tunataka tujihukumu wenyewe, ya Rab, kamba kafa binafsika alyawma alayka shahida, natosha, nafsi yako mwenyewe utatoa ushahidi wa kweli, tuweza kusema uongo. Na hapo tena ngozi zitasema, miguu itasema, mikono itasema, midomo inafungwa. Hata idha majao shahid alayhim sam'uhum, itawashuhudia dhidi yao masikio yao, wa absaruhum, na macho yao, wa juluduhum, na ngozi zao. Bima kanu ya'malun, kwa yale walikuwa yafanya. Hasana kana ilaumu vitu vyake mwenyewe. Waqalu lijuludihim, wataambia kwambia nyoyo zao. Nasoma aya sura Fussilat, aya ngapi? Ya 20, 21. Waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina, lima shahidtum alaina, kwa nini mtushuhudia dhidi yetu? Qalu antaqana Allah, alitufanya tuseme. Tokea nini ngozi kasema? Masikio. Antaqana Allah alladhi antaqa kulla shay, Mwenyezi Mungu aliamrisha kila kitu kiseme, yeye ndio alituamrisha. Wa huwa khalaqakum awwala marra, yeye ndio alikumbeni mara mwanzo, na hapo ndio ilahi turjaun, mtarudi kwake. Kwa hivyo yahkumu bainahum, Mwenyezi Mungu ndiye atakaye hukumu baina yao siku hiyo. Naam. Aya inaendelea kusema nini? Inasema yahkumu bainahum falladhina amanu wa amilu salihat, hawa watu wema walioamini wakafanya mema, fi jannati naim, watakuwa katika mabustani, bustani zenye neema ya kila aina peponi. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb, Allahumma ja'alna minhum. Tasimama hapa inshallah. Kesho labda tutakuwa na darasa, kesho kutwa inshallah tuendelee. هذا الله أعلم.